Mama mjamzito kukojoa mara kwa mara ni swala la kawaida. Hebu naomba nisikilize. Ni swala la kawaida sana ambapo hasa inaweza kutokana na sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, location ya kibofu cha mkojo. Kibofu cha mkojo kipo nyuma ya kizazi. Kwa maana hiyo sasa, kama mtoto atakuwa amelala aidha ameegemea upande wa kibofu cha mkojo, maana kibofu cha mkojo kama unavyokiona hapo kina mkojo, kinakuwa kina nini? Kinagandamizwa. Kwa hiyo kinakuwa kinabano, ule mkojo utaforce kutoka, utajikuta unahisi kwenda kukojoa, mwisho wa siku utaenda kutoa. Hata kama mkojo ni kidogo tu, ila kwa sababu kimebanwa, maana yake nafasi ya mkojo inakuwa ni ndogo kwenye kibofu. Mwisho wa siku utatakiwa uende kufanya nini? Utaenda kukojoa, baada ya muda mfupi utaenda kukojoa. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu baada ya kupata ujauzito ni kwamba kuna homoni kama HCG na homoni za estrogen huwa zinapelekea hasa mtiririko wa damu kuwa mkubwa sana kwenda kwenye figo na kwenda kwenye ini. Ambapo mtiririko ukiwa mkubwa kwenye figo, ambapo figo ndo zinazohusika na kuchuja damu, itaenda kupelekea wewe kupata mkojo mara kwa mara. Lakini kitu kingine ni kwamba wakati wa ujauzito damu inaongezeka. Kuongezeka tu kwa damu pekee inaenda kupelekea maana yake uchujaji wa nini? Wa damu kwenye figo unakuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu damu imeongezeka, kwa hiyo inachujwa mara kwa mara, damu yako na nyingine ya mtoto. Kwa hiyo mama mjamzito yote kawaida tu lazima damu iongezeke. Hivyo itamfanya awe anakojoa mara kwa mara. Kwa hiyo kukojoa mara kwa mara, sitarajii kwamba mtu ataniuliza tena swali kwamba je, kukojoa mara kwa mara daktari ni tatizo? Hilo ni swala la kawaida. Lakini ukiona dalili nyingine ambayo ni hatari, hakikisha unawasiliana na daktari kwa ajili ya matibabu. Kama umejifunza, share na rafiki yako, share na ndugu yako, lakini vile vile kama na swali lolote uliza kwenye comment hapa. Asante sana, naitwa Dr. English.